Maombi ya kufunga kila mlango ambao adui anautumia kuingiza mabaya katika maisha yako. Biblia inasema katika Mathayo mlango wa 12 mstari wa 43 mpaka 45. Pepo mchafu amtokapo mtu hupitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Alafu husema, nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija aiona tupu, imefagiwa na kupambwa. Mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, nao huingia na kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hichi kilicho kibaya. Leo tunasimama kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, tukifunga kila mlango ambao adui ameutumia kuingiza mabaya, iwe ni magonjwa, iwe ni maumivu, iwe ni hasara au kukwamisha mafanikio yetu. Tunamzuia asiweze tena kupata nafasi, kwa sababu Yesu Kristo ndiye lango la maisha yetu na hakuna mwingine anayeweza kupita bila ruhusa yake. Tusema, Baba Mungu, katika jina la Bwana Yesu Kristo aliye hai, ninakushukuru kwa siku ya leo. Asante kwa ulinzi wako, rehema zako na neema zako inayofanya kazi katika maisha yangu. Asante kwa damu ya Yesu Kristo inayonilinda na kutakasa maisha yangu kila siku. Leo Bwana, ninasimama mbele zako nikiwa na mamlaka ulionipa katika Kristo. Ninaomba kila mlango ambao adui ameutumia kuingiza mabaya katika maisha yangu, iwe ni mlango wa mawazo, iwe ni mlango wa maneno, mlango wa uchungu, mlango wa hofu, mlango wa tamaa au mlango wa watu wanaotumiwa na shetani, ufungwe kwa jina la Yesu Kristo. Kila mlango wa hasara, mlango wa magonjwa, mlango wa migogoro katika ndoa, mlango wa kucheleweshwa, mlango wa kucheleweshewa baraka zangu, mlango wa madeni, mlango wa huzuni, mlango wa kutokuelewana, mlango wa kukatishwa tamaa, ninaufunga kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ninaufunga kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Bwana, ulinzi wako uwe juu ya akili yangu, ulinzi wako uwe juu ya moyo wangu, familia yangu na kazi zangu. Usiruhusu pepo yoyote mchafu kupata nafasi tena katika maisha yangu. Kama neno lako linavyosema, adui anapitia mahali pasipo maji, asipate pumziko tena ndani yangu. Ninafunga kila njia, kila lango, kila dirisha na kila nafasi aliyokuwa akitumia kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu, uwe wewe mwenyewe lango la maisha yangu, uwe mlinzi wa moyo wangu na roho yangu. Weka malaika wako walinde nyumba yangu, malaika wako walinde watoto wangu, malaika wako walinde biashara yangu na ndoto zangu. Bwana Yesu, kama kuna roho ambazo zimejificha zikipitia njia zisizo zako kuingiza uharibifu kwenye maisha yangu, ninazisambaratisha sasa kwa moto wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Kuanzia sasa ninatembea katika uhuru wa amani. Hakuna mlango wa giza utakaokuwa wazi tena juu ya maisha yangu. Ninakiri kuwa Yesu Kristo ndiyo lango langu, ndiyo ulinzi wangu, na ndani yake hakuna uchafu wala giza litakaloweza kunishinda. Shetani amenyimwa nafasi kwenye maisha yangu. Asante Baba kwa kunilinda. Asante kwa kufunga kila mlango wa adui. Ninaamini kwamba leo umeweka mpaka mpya wa ulinzi juu ya maisha yangu. Kwa damu ya Yesu Kristo, ninafungwa katika neema yako Bwana, na hakuna silaha itakayofanikiwa juu yangu. Kwa jina la Bwana Yesu Kristo aliye hai, ninaomba na kuamini. Amen.